Viongozi wa kidini na kijamii katika kaunti ya Lamu wametoa upya wito wao kwa serikali ya kitaifa kuondoa amri ya kutotoka nje ya kuanzia jioni hadi alfajiri ambayo imekuwepo kwa miaka 12, wakisema kuwa kizuizi hicho kimeathiri uchumi wa eneo hilo, kimewafukuza wawekezaji na kukiuka haki za kikatiba za wakazi. Amri hiyo ya kutotoka nje inayotekelezwa kuanzia saa 12 jioni hadi saa 1 asubuhi iliwekwa mwaka 2013 kufuatia hali ya ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Hata hivyo, viongozi sasa wanasema hali ya usalama imeimarika kwa kiasi kikubwa na kwamba ni wakati wa kusitisha amri hiyo na kuanzisha juhudi za kuimarisha uchumi. Wakizungumza mjini Mpeketoni wakati wa warsha ya uhamasishaji ya viongozi wa dini mbalimbali na jamii, viongozi hao walisema kuwa amri hiyo ya kutotoka nje imelemaza shughuli za kibiashara, imepunguza uhuru wa kusafiri na kudhoofisha uwekezaji mkubwa wa serikali kama bandari ya Lamu na mradi wa ukanda wa usafiri wa Lamu, Sudan Kusini kuelekea Ethiopia, yani Lapset. Jambo ambalo litamfanya yule mwekezaji ajihisi kwamba yeye hayuko kwenye usalama. Na tukiangalia Lamu, usalama huko, watu wanaendelea na maisha yao, kila kitu kinaenda sawa, hakuna shida yoyote, ambapo ukiangalia kuna kaunti zingine ziko na shida kuliko Lamu, lakini hakuna ugandamizaji huu. Kwa hivyo tunaambia serikali iweke roadblock, iweke mikakati ya kumiliki na kuhifadhi usalama katika jimbo letu la Lamu, na itufungulie barabara zetu tuweze kutembea 24/7. Na sasa kuna makampuni mengi sana, ikiwa kuna new companies kama Baska, kuna Dreamline ambao kwa zamani pia Tawakal. Hizi zote zinasafu kutoka Lamu na zinaenda through mpaka Nairobi. Sasa kuna usafiri ulikuwa hakuna Lamu Nairobi, sasa huko kuna usafiri wa kutoka Lamu mpaka Nakuru ulikuwa hakuna, sasa huko. Lakini la kusikitisha ni kwamba magari yakija pale, kuna sehemu inaitwa Gamba, hayawezi kupita hapo hata saa 12 mpaka ifike saa 1 jua limechomoza kabisa. Kwa hivyo hayo ni masikitiko yetu. Tuwa demand sisi kwamba serikali ituachilie hiyo nafasi yetu.